Nataka niwahakikishie mambo yakienda vizuri na negotiation zinaenda vizuri, kwenye mwezi wa 9 hivi, kabla haujaisha mwezi wa 9, kama tutamiti zile target vizuri, tutakuwa tumeshapata ndege 2 mpya za aina ya Bombardier Q400. Lakini ujanja huo nilifundishwa na rafiki yangu, kaka yangu. Na baadaye pia tutaendelea mpaka kwenye Airbus na kadhalika. Na sasa hivi alikuwa ananiambia Rwanda wako well developed katika mambo ya ICT. Panakuwa na center moja kwa ajili ya collection ya revenue. Sisi Tanzania kila mmoja ana collect revenue, kila mmoja na programu yake. Ukienda huku kuna maximalipo, ukienda huku kuna nini, zile programu wanazicontrol wao, sio sisi. Na huko ndiko wanapotengeneza programu, wanaweza wakafanya wanachotaka wao. Halmashauri hii ina electronic gadget yake inayotumika, wizara hii ina yake, wizara hii ina yake. Tumeshatoa instruction kwamba ni lazima pawe na center moja inayokuwa controlled na hii government. Na watu wetu wa hii government ni wataalamu wazuri, lakini wanaweza wakapata expertise kutoka kwa marafiki zao kutoka Rwanda. Ili kusudi hela itakayokuwa inakusanywa serikali inaiona. Kama imekusanywa kwenye utalii, waziri wa fedha anaijua. Kama imekusanywa kwenye halmashauri ya Kabanga, waziri anaiona. Kama yuko sehemu gani, anaiona. Kama imekusanywa Pemba, anaiona. Kwa njia hii itatusaidia kucontrol revenue zetu badala ya mtindo mbaya ambao unatumika wa kila mmoja anakuja na programu yake. Mheshimiwa Rais ameniahidi wataalamu wa ICT kutoka Rwanda wako tayari kutusaidia. Kwa hiyo tuna mambo mengi ya kujifunza kutoka kwa ndugu zetu wa Rwanda, na ndio maana Mheshimiwa Rais amekuja mwenyewe kwa heshima kubwa kuja kutufungulia Sabasaba yetu leo. Napenda kusema tu namshukuru sana na karibu sana. Rwanda na Tanzania tuna mambo mengi ya kufanya. Tulipoenda kufungua ile one border post ya Rusumo, makusanyo siku ile tu katika mwezi mmoja ilikuwa imepanda mara 100. Baada ya mwezi mmoja, Mheshimiwa Rais ni shahidi, tulipoenda pale kufungua walikuwa na siku almost 100, makusanyo yalikuwa yamepanda zaidi ya mara 100. Kwa hiyo mashirikiano haya yanasaidia kuboost uchumi wa nchi zetu, na hicho ndicho wanahitaji wa Tanzania na Wanyarwanda. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana, nakushukuru kwa dhati. Wengine wanasema wewe ni rafiki yangu sana. Ni ukweli, kwa sababu hata wake zetu majina yanafanana. Lakini sincerely nakushukuru na jisikie nyumbani, na tuendelee kujenga umoja wa nchi zetu kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania na Wanyarwanda. Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi, najua programu yako ya leo ni ndefu kidogo. Nitosha kusema tu ninawashukuru sana, na kwa waandishi ninawashukuru, na kwa wageni waliotoka Rwanda ninawashukuru sana. Hapa Tanzania ni hanyu, na wengine wanasema mugabo yo yafuye atagwaye kahere yubarafuye neza. Jisikie nyumbani. Dar es Salaam ni salama,
and we are ready to move forward as far as developments and economic change is concerned. Let this visit to cement the good relationship which have been existing between the two countries. God bless Rwanda. God bless Tanzania. Asanteni sana. Tuwapigie makofi mengi zaidi Waheshimiwa Marais. Waheshimiwa Marais, na tumefikia mwisho wa ratiba yetu kwa wakati huu. Asante sana kwa maneno mliotuambia, na sasa tunaweza kuendelea na ratiba. Murakoze cyane. Naam, yalikuwa ni mazungumzo, au naweza ukasema walikuwa wanazungumza na taifa kupitia matangazo haya ya moja kwa moja. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, ndio shughuli ya marais wawili, rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli na rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame, ndio wamemaliza kuzungumza hivi punde, na wote wamezungumzia nia ya kuendeleza ushirikiano kwa ajili ya maendeleo ya nchi zote mbili. Na Rais Kagame yeye amezungumza kwa muda mfupi kidogo, na Rais Magufuli yeye amezungumza kwa muda mrefu kidogo, na amezungumzia miongoni mwa mambo mbalimbali, lakini miongoni mwa machache amezungumzia suala la mpango ya kununua ndege mpya ambayo ilikuwa imeshatangazwa, lakini sasa anaieleza kwa undani kwamba hilo jambo lilitokana na mawazo na ushauri kutoka kwa wataalamu. Afisa mtendaji mkuu wa Rwanda Air ambaye alikuja hapa na wakashauri, hatimaye wakakubaliana namna ya kwenda mbele, na utekelezaji wake ndo huo. Si mambo yakienda vizuri mwezi wa 9 hivi